Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Karibuni tena katika kipindi chetu cha Pambazuko. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, alfajiri na mapema, tunapokutana kutafakari neno. Basi nikukaribishe upate kuanza pamoja nasi kwa kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya watu wako walioamka asubuhi na mapema, waje kwa ajili ya kusikiliza maneno yako. Neno lako Bwana ndio uzima. Neno lako Bwana ndio taa ya miguu yetu. Neno lako Bwana ndio inayotuongoza sisi katika shughuli zetu za kila siku. Tunapoanza siku ya leo na matafakari yetu ya leo kutoka katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5, Mungu tunakusihi haya tunayojifunza yafanyike kuwa kama dira katika maisha yetu ya siku ya leo na siku zingine za mbeleni. Bwana, uanze nasi, fuliza nasi, utulinde sisi, fungua fahamu zetu na mioyo yetu iwe tayari kukupokea. Tunaomba hayo kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Basi neno letu la leo linatoka katika Injili kama ilivyoandikwa katika Yohana sura ya 5, ambapo neno la Mungu linasema ya kwamba baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitayo kwa Kiebrania Bethdasa, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, viwete, vipofu, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatumbua yale maji. Basi aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Na palikuwa na mtu ambaye alikuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona mtu huyu amelala, na yeye akijua kuwa amekuwa katika hali hiyo kwa siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa ni siku ya sikukuu ya Wayahudi, au siku kama ya Bwana ambayo watu hupumzika. Naye Yesu alikuwa anakatisha mahali pale ambapo palikuwa ni mahali panaonekana pana miujiza, mahali ambapo watu waliokata tumaini, waliokata tamaa, watu ambao ni wagonjwa, na Biblia inasema hapa wagonjwa wengi walikuwa wako mahali pale. Wengine walikuwa na matatizo ya kuona, wengine walikuwa na matatizo ya kusikia, wengine walikuwa na matatizo yaliyopooza, miili yao inashindwa kufanya kazi. Basi palikuwa na matao 5 mahali pale, ambapo wanasema milango au visima vilikuwa viko 5, ambapo wakati fulani malaika hushuka, maji yale yanatibuliwa, na yanapotibuliwa mtu wa kwanza kuingia anakuwa amepona. Watu wamepeleka mahali pale tumaini lao wapate uponyaji. Na tunamuona mtu yule ambaye alikuwa amekaa mahali pale. Mtu yule aliyekuwa amekaa mahali pale ni mgonjwa kwa miaka 38. Maana yake alitoka nyumbani kwao au alitoka nyumbani kwake miaka mingi iliyopita, akaenda mahali fulani kutafuta uponyaji, na akafika mahali pale akiwa na lengo la kutaka kupata kufunguliwa, kwa sababu mwili wake umepooza kama watu wengine waliomzunguka. Watu wote waliokwenda mahali pale walikuwa na lengo lao moja, kwamba tunakuja mahali hapa kufunguliwa. Sasa yale mazingira ndio mazingira ambayo watu hufunguliwa. Na Yesu anamuona mtu yule, anajua kwamba kwa kumtazama na kwa sababu yeye ni Mungu, anajua kwamba mtu huyu amekaa mahali hapa kwa muda mrefu, na inawezekana uso wake umeonyesha kabisa kukata tamaa. Anakwenda anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Sasa alipokuwa amekwenda mahali pale kukaa akisubiri maji yatibuliwe, alikwenda akiwa anajua kwamba anahitaji kupata uponyaji. Na mtu mwingine anakuja na kuuliza, unataka nikufanyie nini? Mahali hapo uliposimama unatafuta jambo gani? Anamwambia, sina mtu wa kunitia birikani, sina mtu ambaye atanisaidia mimi kama watu wengine walivyo na watu wa kuwasaidia. Nikaingia kwenye birika wa kwanza,
nikapona. Nikaingia kwenye maji yale ya kwanza, nikapona. Lakini Yesu hakumuuliza kama nani anakusaidia. Yesu hakumuuliza kwamba unahitaji msaada wa balani ya kusaidia kwenda birikani. Hapana. Yesu alimuuliza unataka nikufanyie jambo gani? Kwamba kitu kilichomtoa nyumbani miaka mingi amekwisha kisahau. Sasa anatafuta, wanasema, kutoa sababu za namna fulani kwamba mimi nimefika hapa sijapata uponyaji, sijafunguliwa kwa sababu sina mtu ambaye anaweza kunitia birikani. Angeweza akasema nataka kupona. Hakusema hivyo. Angeweza nimesema kwamba nimekuja mahali hapa kutafuta uponyaji. Hakusema hivyo. Na ndivyo tulivyo watu wengi tunapokutana na Yesu, au tunapokutana na mtu au watu ambao Mungu amewaandaa katika maisha watusaidie. Wanapotuuliza unataka nikufanyie nini? Unamwambia bwana, mimi sijasoma ndio maana sina kazi. Anakuambia unataka nikusaidie nini? Wanasema hapana, mimi sina mtaji ndio maana nina shida. Unataka nikufanyie nini? Unashindwa kusema lile lengo ambalo lipo katika moyo wako, lile jambo ambalo ulipotoka nyumbani ukaenda kuhangaika, unajua kwamba natafuta jambo fulani. Na mara nyingine inawezekana hata kuomba, tunaomba vibaya. Na huu ndio mfano wa kwamba Mungu anaweza akawa anatuuliza katika majira haya, katika nyakati hizi, katika kipindi kama hiki cha pambazuko, unataka nikufanyie nini? Unashindwa kusema kile kitu unataka Mungu akufanyie. Unatoa sababu mbalimbali ya kwamba mimi labda ndugu zangu hawakunisaidia, mimi labda rafiki zangu hawanipendi, mimi labda mahali ninapoishi si pazuri. Unashindwa kusema kwamba natafuta kitu fulani, Mungu nisaidie. Lengo la msingi unakuwa umelisahau. Na wakati mwingine anasema tena tunaomba vibaya. Maana yake unaweza kwenda mbele za Mungu, unauliza unahitaji jambo gani? Unasema Mungu nataka kazi, Mungu nataka biashara, Mungu nisaidie mwaka huu niende shule. Lakini lengo la msingi sio wewe kuingia shuleni. Lengo la msingi kuingia shuleni na kupata elimu. Lengo la msingi wewe sio kupata kazi, sio kupata kazi yenye fedha nyingi. Lengo la msingi wewe ni kuwa na utoshelevu. Utoshelevu katika maisha yako. Utoshelevu maana yake hata kama kile unacholipwa si kingi, hata kama kile unacholipwa hakijajaa sana, lakini mahitaji yako ya msingi unayapata. Kwa sababu wapo watu, na nasema wapo watu na wanafahamu kwamba mishahara yao ni mikubwa au vipato vyao ni vikubwa, lakini katika maisha yao yako mambo yanapunguka, wanaishi kama maskini kwa sababu hawajaomba kwa Mungu kitu kilicho sahihi cha utoshelevu na utimilifu na kutosheka na kubarikiwa na maongezeko. Kwa hiyo sio unapokuwa kwa Yesu, Yesu anapokuja kwako anakuambia kwamba unataka nikufanyie nini? Kwako wewe si kutoa sababu. Unataka nikufanyie nini? Sio utoe sababu kwamba yako mambo yananifanya nisifike pale ninapotaka kufika. Au nataka kazi serikalini ambapo ndo kazi ya kudumu. Mwambie Mungu, nataka unipe kipato ambacho kitaniongeza, kitaniwezesha mimi kuweza hata kutoa sadaka, kitaniwezesha mimi kusomesha watoto, kitaniwezesha mimi kusaidia wazazi wangu. Utoshelevu. Kwa sababu fedha nyingi zinaweza zika-attract matatizo mengi. Lakini unapomuomba Mungu kwa ajili ya utoshelevu, zinakuja zile za kukutosha. Alafu Mungu anakuzingira namna hii, anakuzingira na wigo na wingi wa utakatifu wake, na magonjwa hayatakunyemelea. Yule alaye hatakunyemelea. Kwa sababu nataka nikuhakikishie kwamba kuwa vingi haimaanishi kutosheka. Wapo watu wenye vipato vikubwa lakini hata kumtolea Mungu sadaka hawawezi. Hawawezi kusaidia wazazi wao, hawawezi kusaidia ndugu zao, kwa sababu waliomba kitu fulani halafu hawakuomba kile Mungu anataka wawafanyie. Kwa sababu miaka 38 wana uzoefu mkubwa wa kwenda mahali pale penye suluhisho. Huyu mtu amekaa mahali pale kwa miaka 38. Maana yake kama kuna mtoto mdogo alizaliwa wakati yeye anaenda mbali, naye ameshazaa mtoto, na mtoto naye ana mtoto pia, maana yake anaweza akawa ameshakuwa mtu mzima kiasi cha kuwa na mjukuu. Ndio miaka 38 ule uzoefu ulivyo. Na ndio mazoea ambayo yanatusababisha tushindwe kumwendea Mungu. Asubuhi ya leo ninatamani Mungu atusaidie. Tuliposikia neno hili lifungue mawazo yetu, lifungue fahamu zetu. Tujue kwamba Yesu anapokuja katika maisha yetu anasema unataka nikufanyie nini?
unatakiwa ujibu kile ambacho ulikwenda tangu siku ya kwanza, kwamba ninahitaji utoshelevu katika maisha yangu. Ninapotoka kwenda nje, sio nipate tu kile ninachopata kipate kuzaa matunda, kipate kuacha urithi, kwa sababu maongezeko ya kufunguliwa yanatakiwa yaje yaache urithi. Na wakati mwingine tutakapopata muda, tutajifunza kwa habari ya kwamba urithi ni muhimu, kwa sababu unaandaa kizazi cha kesho. Unapobarikiwa wewe alafu usipokuwepo, kile ulichobarikiwa nacho kisionekane, maana yake sio baraka zile zinazotoka kwa Mungu. Baraka zinazotoka kwa Mungu kihistoria katika Biblia inaonyesha kabisa huenda hata kizazi kingine, na Mungu anasema mimi ni Mungu naibariki hata kizazi cha 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunapomaliza, namshukuru Mungu kwa ajili yako, namshukuru Mungu kwa ajili ya namna ambavyo umeendelea kusikiliza. Naomba basi tuende mbele za Mungu kwa ajili ya kuiombea siku hii. Mungu atupe maarifa ya vitu ambavyo tunatamani tuvifanye. Tunatamani Mungu atufanyie. Tusisahau kama huyu alivyosahau kwa miaka 38, alikwenda akakaa pale kwa sababu anahitaji kupona. Lakini hata kama tukisahau, Yesu hakumuuliza kwa mara ya pili. Akamwambia nyanyua godoro lako uende, akamponya. Mungu atuhurumie. Tunaposhindwa kuomba kile tunachohitaji, basi Mungu mwenyewe atupe kile tunachohitaji. Atupe yale maongezeko tunayoyatamania katika maisha yetu, kwa sababu hali ya mazoea, hali ya maisha yetu inatufanya tusahau jambo la msingi ambalo tunatamani Mungu atufanyie katika maisha yetu. Tuombe. Bwana Yesu, asubuhi hii njema ninakushukuru kwa sababu umetuuliza wewe mwenyewe ya kwamba unataka nikufanyie nini. Nami kwa kuwa sijui kuomba, nami na wenzangu tunasema hatuna watu, hatuna connection, hatuna watu ambao wanaweza kutushika mkono wakatuingiza ndani ya birika pale nafasi zinapotokea za kusonga mbele. Na tunashindwa kukuomba kwamba utupe utoshelevu katika maisha yetu. Tusamehe kwa sababu yanayotufanya tufanye hivyo ni mazoea. Ni mazoea yetu kwamba ili watu wapige hatua lazima awepo mtu wa kutusukuma ndani ya birika. Tunasahau ya kwamba Mungu ulifahamu tupo hapa kwa miaka 38, na kwamba kwa wakati wako unaofaa, kwa wakati wako unaofaa, muda si kitu, utatuponya mwenyewe, utatuambia tuinuke na kubeba magodoro yetu. Hali ya kupooza kiuchumi, hali ya kupooza kielimu, hali ya kupooza katika maisha yetu, hali ya kupooza iondoke. Basi Bwana, asubuhi hii tunapokwenda kwenye majukumu yetu mbalimbali, tunapokusikia wewe unapotuuliza sisi watoto wako mnataka niwafanyie nini, tuseme Bwana, tunataka kufunguliwa, tunataka maarifa mapya, tunataka kusonga mbele, tunataka kuwa na mali, tunataka kuwa na ongezeko ambalo litaacha urithi kwa watoto wetu na watoto wao. Tunataka Mungu kazi tunazofanya zisiwe bure. Tunataka Mungu shughuli tunazofanya zisiwe bure. Tunataka Mungu elimu tulizo nazo zisiwe bure, bali ziweke alama kwa ajili ya utukufu wako. Tunajisogeza mbele zako asubuhi hii. Tunajisogeza mbele zako asubuhi hii tukitamani uzima tele uje ndani yetu. Uzima tele uje ndani yetu na utakatifu na ukamilifu. Tusisahau Bwana, tunaposikia sauti yako tukashindwa kusema, tukapishana nawe, bali tukutane nawe katika pambazuko hili, tuonane na wewe uso kwa uso. Na Bwana, useme nasi, tuinue kupooza kwetu kuondoke, tubebe magodoro yetu, na watu watakapoona maisha yetu yakibadilika, wakutukuze wewe, wakuamini wewe, wasogee kwako, waseme yuko Mungu wa kweli, yupo Yesu wa kweli katika watu hawa wanaokutana asubuhi na mapema kusali na kusemezana pamoja neno lako. Neno lako Bwana ndio uzima. Asante sasa kwa kuwa tunakwenda kumaliza kipindi hiki tuweze kujiandaa na shughuli zetu. Mungu utubariki sisi, uwabariki na watoto wetu. Mungu tulinde sisi, uwalinde na watoto wetu. Mungu tulinde sote Bwana, utuzingire, utuwezeshe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Basi niendelee kukushukuru kwa kuamka asubuhi na mapema na kupata muda wa kusikiliza neno na kupata muda wa kujifunza pamoja nasi. Usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya Ubungo Anglican Church na kumwalika mwingine kuja kuangalia vipindi vyetu mbalimbali, ikiwemo ibada, sala na maombezi, pamoja na kipindi hiki cha Pambazuko ambacho kinaruka kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa. Mungu akubariki sana. Amen.